hata sisi pia tutakabiliana na nyinyi mkileta maandamano. Kama ni peace ni peace, kama ni maandamano ni maandamano. Sisi hatutaki mkue kama Judas Iscariot, leo mko huku, kesho mko huku. Pia hatutakubali. Kitu unaona Gen Z wamejisaliti ama wamesaliti wa? Yes, Gen Z sasa wengine wameanza kuwa watumbo na wanasaliti wa Kenya because kwa hii mapambano ya William Ruto tuko nao pamoja. Lakini sasa kama hao wameanza kuwa na njaa, wanaanza kupewa pesa kidogo kununuliwa, sasa unaona hiyo wanasaliti wa Kenya na pia wanasaliti wenzao. Wasikue kama Makore, Kassim Makore because yeye aliwasaliti na sisi tukasema tutabaki nao, tutasimama nao. So sisi tunapenda, sisi millennium tunapenda watu wa stand. Tunataka watu wenye wako na stand. Kama ni right ni right, kama ni left ni left. Okay, according to you, do you think it's paying the Gen Z to go and drive mimi naweza sema huyo CS wa Treasury John Mbadi na bosi wake pia anaweza mpea advice afanye because serikali ya William Ruto iko disparate. Saa hii serikali ya William Ruto iko disparate, inaweza fanya anything, unaona. So hiyo ni kipindi ya John Mbadi na some of those staff members na government agents ndio wanacheza hizo PR kujaribu kuonyesha ya kwamba hii serikali iko kwa right channel, which is hii serikali iko kwa wrong channel, na the worst government ishawahi tokea ni hii ya Samoei William Ruto. Okay, moving on, tumeona Nyamura UDA walishinda. Okay, unajua siku zote hata sisi Waluhya tunasema mtoto hata akiwa mbaya mzazi huwa unajaribu kumrekebisha, yani una correct ni public, alafu na kurudi nyumbani sasa ndio namwambia ulifanya vibaya. So kule ni zoni ya William Ruto. Sasa mimi naweza sema kama DCP imepata hiyo kura yenye ilipata, hii inamaanisha hiyo election ya huko, wacha nipe this time, wacha nipe William Ruto token na niseme hii election ya huko mahali imekuwa fair. Imekuwa fair sababu kama DCP imepata kura kama hizo, inamaanisha democracy inakuwa, na hii election imekuwa fair. Na tukirudi kwa side ya DCP inaonyesha kwa kasi inavyokuja. So DCP inakuja kwa kasi na inagrow kwa kasi, na hata William Ruto mwenyewe penye yako kulingana na hizo votes zenye DCP imepata, amejua 2027 ako ni kibarua. Na mimi nataka hapo kwa kununua, unajua mambo ni mengi. Wakenya pia saa zingine Wakenya hawapendi fact. Saa hii kila mtu ataongea kila kitu yenye ataongea. Mtu utakufa tu gonjwa yako aseme huyo alimoroga, alikuwa nini. So hii mambo ya kununua votes, na mimi naweza sema hii uko diki